Yo, FIVARA representing Hatua, Pi Music, Rock City. Yeah. Unachosikia so mistari ni juhudi, sleepless nights, mastery ni ufundi, ni njaa shauku, kuhakikisha kwenye dundo navokita mfano stika ama gundi, bado ni yin yang, huku malaika huku bundi, mara juisi imemwagika huku tungi. Hii ni weko vat, timeless, usisome saa, ukipata hangover uzione buzz, mashuti yanatoka huku zoo na kila moja na score, sio mpaka unione da. Ebana, inakuaje kama kawa? What's good my people? Ebana, naitwa Fivara, FIVARA. Currently ngoma ambayo ninayo ni 5am, ni official release ambayo nimetoa mwaka huu. Ni wimbo wangu wa pili baada ya What Do You Think, ambayo What Do You Think nilimshirikisha Nepomatics. Production ilikuwa ni ya High Smoke Beats pale Grandmaster Records Arusha, lakini hii 5am production ya Q The Don, the legend himself, nimemshirikisha Pisan, goma fulani hivi la vibe. Tulibidi tupate ngoma ya hivi kwa sababu nimekuwa nina ngoma zenye maudhui mbalimbali, maudhui ya kuelimisha, maudhui ya kijamii, ya kisiasa na kadhalika, lakini pia tukasema tunahitaji kuwa na wimbo ambao watu wanaweza wakausikiliza wakaburudika nao wakati wakiwa wapo kwenye wakati wa pamoja, wakiwa wana enjoy vinywaji au wakiwa wana enjoy wakati wa pamoja, either kifamilia au marafiki ama wenza. Kwa hiyo 5am ni wimbo wenye vibe hiyo. Lakini kitu kingine, wakati naandaa huu wimbo nilikuwa inspired na wimbo kama CNN ya Ngwea na Fid Q, na kwa bahati nzuri ni kwamba producer wa CNN na producer wa 5am ni Q The Don. Kwa hiyo ni kama alignment ilitokea katikati. So CNN ni kati ya ngoma ambayo pia iliniinspire kutengeneza 5am vibe hiyo, kwamba tuna have fun, tunakaa mpaka asubuhi, tunaburudika na nini hivyo. Kwa hiyo ni moja wapo ya ngoma ambayo iliniinspire kutengeneza 5am. Lakini wimbo mwingine ni wimbo Wanataka wa Godzilla akimshirikisha Makochali, produced pia by Makochali. Yenyewe vibe yake kidogo, beat iko tofauti na ya CNN. Yenyewe beat yake haikuwa direct hip hop sana, lakini ni wimbo ambao una vibe. So ni kati ya ngoma mbili ambazo zilikuwa kichwani wakati natengeneza 5am. So 5am hizo ndo inspiration zake. Kwanza ni namna ambavyo nilihitaji kuwa na wimbo ambao utakuwa una maudhui hayo ya watu kuburudika, kufurahia wakati wa pamoja, lakini wimbo wa CNN na wimbo Wanataka wa Godzilla. Yeah, lakini kitu kingine pia ambacho watu wanatakiwa kukifahamu kwenye 5am sio wimbo tu ambao mtu akisikiza unamhamasisha afurahi tu au anywe au akafanye labda ngono na nini hivyo. Sio wimbo wa design hiyo tu, ni wimbo ambao pia una mafunzo ndani yake, kwa sababu kwenye verse yangu kuna mstari naongelea kuhusu mambo ya ngono zembe, kwamba Trump kazuia ARVs, chunga usitembee peku. Huu ni mstari ambao ni tahadhari kuhusiana na mambo ya ngono zembe wakati wa starehe au watu mkiwa mnaburudika au mnafurahi. Kwa hiyo nakukumbusha pia wakati nakwambia kwamba enjoy na nini, vinjari unavyoweza, lakini nakukumbusha kwamba kuna usalama wako mwenyewe wa kiafya, nakupa tahadhari. Lakini pia hata Pisan kuna vitu ambavyo amegusia vya muhimu kwa maana ya hustle na namna ambavyo vijana tunaweza tukajitafuta kuelekea mafanikio yetu na kadhalika. Kwa hiyo 5am ni wimbo wa design. Na pia kitu kingine tunaweza tukajikumbusha kwamba ili uenjoy lazima uwe na pesa. Kwa hiyo kabla ya kuenjoy inabidi kwanza ukatafute pesa, inabidi ufanye kazi, ujitume, upambanie kitu ambacho unakifanya. Yeah, so 5am ni jambo ambalo lipo mjini sasa hivi, ipo kwenye platforms mbalimbali, kwenye mitandao ya kijamii. Ni wimbo wangu wa pili kuachia mwaka huu, na the good thing ni kwamba video yake pia inakuja soon, video rasmi ya 5am. Yeah. Tukiachana 5am, kitu kingine ambacho ningependa mkifahamu au kiongelee ni Five and Friends. Five and Friends ni tukio la sanaa
na burudani na utamaduni ambalo tulilianza rasmi mwaka 2024 hapa jijini Mwanza. Tukafanya events 7. 2024 tulifanya events 6, alafu mwaka 2025 tukafanya event 1. Sasa hivi tupo kwenye utaratibu, tupo kwenye ratiba na mikakati na mipango ya kufanya event ya kwanza jijini Dar es Salaam. Sasa kati ya vitu watu wanatakiwa kufahamu watu kwanza kuhusiana na Five & Friends. Five & Friends ni event ambayo inakutanisha sanaa mbalimbali au inawakutanisha wasanii wa sanaa mbalimbali na hadhira, watu ambao wanapenda sanaa na watu wengine pia ambao wanaweza waka invest, waka support, wakanunua kazi na kadhalika. Umeona? Sasa kitu ambacho kinafanyika mara nyingi huwa tunakuwa tuna sanaa ya muziki, muziki, lakini pia tuna sanaa nyingine kama uchoraji, sanaa za mikono na kadhalika, lakini pia ni event ambayo pia ina ujasiriamali ndani yake, ubunifu, lakini ni event pia ambayo inazingatia zaidi community. Tulikuwa tunataka kutengeneza community. So tulianza 2024 mwezi wa 7 na tukio la kwanza tuliliita hatua ya kwanza. Tumekuwa tukifanya kwenye Five & Friends tumekuwa tukizipa theme events zetu, kwa maana ya kwamba mfano hiyo ya mwezi wa 7 ilikuwa inaitwa hatua ya kwanza, alafu ya pili ya mwezi wa 8 ilikuwa ni taswira halisi, ya 3 ikawa ni cheza na rangi, ya 4 ikawa kila kitu ndani, ya 5 ikawa ni ya 4 ikawa ni harakati na burudani, ya 5 ikawa ni kila kitu ndani, ya 6 ikawa ni still got buzz. Mwaka jana tukafanya smart sana na theme ambayo tumeipanga kwenda kufanya Dar es Salaam ni Salamu Mzizima. Sasa tumekuwa tukitengeneza hivi theme kwa sababu gani? Hizi theme zinatupa utofauti na matukio mengine, lakini pia zinatupa ubunifu zaidi. Mfano theme kama cheza na rangi ni theme ambayo kweli mtu ambaye alihudhuria ile event au aliona recap zake aliona kweli watu walicheza na rangi. Tuliintroduce sanaa ya uchoraji ambapo watu walikuwa wanachora kabisa, kulikuwa kuna live painting. Umeona? Kwa hiyo watu wanafika wanakuta canvas ziko pale, rangi, walimu ambao wanaweza wakawaelekeza kuchora, kwa hiyo wakawa wanachora na walipomaliza wapo watu waliondoka na picha zao, na pia tukawa tumeendelea na vitu vingi. Lakini pia kwenye cheza na rangi tulikuwa na graffiti pia. Kwa hiyo unaweza kaona ni namna gani tunacheza na hizi theme zetu vizuri. Umeona? Kwa hiyo theme ya Dar es Salaam inaitwa Salamu Mzizima, kwa maana ya kwamba tumeunganisha sisi, kuna namna tunachezaga na ubunifu haya maneno. Dar es Salaam kuna salamu mwishoni kule, lakini Mzizima pia ni jina la nadhani la asili la Dar es Salaam, au jina lingine la Dar es Salaam ambalo linatumika. Pengine linaweza likawa la kabila mojawapo au sijajua zaidi na linatokana na nini, lakini Mzizima pia ni jina la Dar es Salaam. Kwa hiyo Salamu Mzizima, tumechukua salamu huko Mzizima tukatengeneza Salamu Mzizima, na ni kwamba tunakutana kwa mara ya kwanza kwenye Five & Friends ya kwanza Dar. Kwa hiyo ni kama tunasalimiana. Mkikutana lazima mtasalimiana. Tukikutana ni aje, mmepeana tano, mambo vipi na nini hivyo. Kwa hiyo Salamu Mzizima ni salamu, tunasalimiana kwamba tumetoka Mwanza sasa tumefika Dar, tunawasalimia watu wa Dar kwamba tumewaletea event ambayo ya burudani na sanaa na community na kadhalika, vitu kama hivyo ambavyo nimevitaja, kwamba sasa karibuni jamani, mtukaribishe pia mtupokee, tumekuja Dar es Salaam. Kwa hiyo Salamu Mzizima tunaenda kusalimiana na watu wa Dar, na tunaendelea na maandalizi venue na tarehe tutatangaza rasmi, lakini tayari mpaka sasa hivi tumetoa wito kwa wadhamini na washirika, kwa sababu washiriki ni wale ambao watakuja kushiriki siku hiyo. Washirika, watu ambao tunaweza tukashirikiana nao. Kwa wadhamini tunataka watu ambao either ni watu binafsi, wanaweza kawa ni wafanyabiashara, lakini pia tunaalika taasisi, tunaalika vyombo vya habari, tunaalika watu brands mbalimbali za vinywaji, za vyakula, za mavazi.
watu mtu yoyote, jamii yoyote ile wanaweza wakashirikiana na sisi kuleta ili wazo kwenye uhalisia kwenye upande wa udhamini. Wanaweza wakawasiliana na sisi na tukajua ni namna gani tunaweza tukafanya kazi kwa pamoja, na tukawaonyesha faida ambazo wao watazipata kwa kushirikiana na Five & Friends, kwa kudhamini Five & Friends. Lakini kwa washirika pia hivyo tunaalika pia watu binafsi, media, tunaalika taasisi, kampuni, biashara, mtu yote pia ambaye anaweza kashirikiana na sisi kuweza kuleta tukio letu pia kwenye uhalisia, na wao tunawakaribisha. Ina impact kwa wasanii, lakini ina impact pia kwa jamii, kwa sababu tunachozingatia sisi ni community. Tunatengeneza community na watu wameona hivyo kwenye events zetu 7 zilizopita za Mwanza. Kwa hiyo watu wanakaribishwa, faida ni nyingi sana, na tutashare nao pia manufaa mbalimbali ya kuweza kushirikiana na sisi. Wazo la Five & Friends lilikuja baada ya mwaka 2024 kuwa nimekaa sijapata nafasi ya kuperform kwenye jukwaa. Unajua, sasa nikakaa nikawaza, nikasema hii kitu mbona inakuwa kama kipengele. Kwa hiyo nikaona hebu ngoja nifikirie namna ambavyo naweza nikapata kitu cha kuwa nafanya jambo langu mara kwa mara. Ndipo nikakaa kwenye mwezi wa 6 nadhani hiyo 2024, ndipo wazo likazaliwa. Wakati wazo linazaliwa sasa, alikuwa moja kwa moja Five & Friends, lilikuwa ni Fivara in Mwanza. Sasa Fivara in Mwanza nikaona mbona kama hii sasa nimekaa naendeleza lile tatizo ambalo mimi limenikumba, mpaka nikafikiria kuanzisha hii platform. Maana kama tatizo lilikuwa ni mimi kupata platform ya kuonyesha talanta yangu, nimekuwa nikiperform ndio kwenye majukwaa mengine mbalimbali, lakini huo mwaka kukawa kuna ukame. Kwenye sanaa bana kuna kitu kinaitwa dry season. Hiyo hata watu wa biashara wanafahamu, hata watu wa mahoteli na sehemu zingine. Kwa 2024 mwezi wa kwanza hadi wa 6 hapo kuna dry season ya shows. Kwa hiyo nikafikiria, nikaona okay, sasa kama ikiwa Fivara in Mwanza, mimi pia naendeleza tatizo lile ambalo nimeshakutana nalo mimi, mpaka likanifanya nianzishe platform. Kwa hiyo sitakiwi kujifikiria mimi mwenyewe, umeona. Kwa hiyo ndipo nikafikiria bana, vipi ili wazo nikiwashirikisha pia watu wengine, wasanii wengine pia ambao wanahitaji platform ya kuperform, na wao wakapata platform. Ndipo hapo likaja wazo la Five & Friends. Nikasema hii Five & Friends imekaa vizuri, tukautengeneza mchoro vizuri, malengo yake kwamba wasanii wapate platform ya kuonyesha sanaa zao, wasanii wauze sanaa zao, wasanii wapate contents pia kwa ajili ya majukwaa ya kidijitali, social media, kwamba kupitia Five & Friends unaweza ukapata content ya kupost kwamba ukiwa na perform, au ukapata content ambayo unaweza ukaitumia hata kuapply kwenye shows nyingine na festivals. Umeona. Kwa hiyo tukawa tumeandaa malengo mbalimbali, tukaandaa mpango kazi na kila kitu, ndipo tukio likaanza. Umeona. Kwa hiyo tukaanza, tumefanya event 7 na tumefika stage ambayo tunaona kabisa ni stage ya ukuaji. Yaani hatua tuliofika kwenye Five & Friends baada ya kufanya zile event 7 ni hatua kama ile mtoto akiwa nyumbani, unapokuwa na wazazi, unapokuwa unalelewa mtoto yote, hasa wa kiume, hata wa kike pia inatokea. Kuna umri unafika, unaona kabisa huo ni umri wa kwenda kujitegemea, kwenda kuanzisha mji wako, labda kuoa, au kwa binti anafika umri ambao amepata mwenza wake, ameenda kaolewa, kaenda kuanzisha mji wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Five & Friends imefika stage hiyo, imefika stage ya kukua zaidi, kwa sababu tumefanya event 7 Mwanza, na sasa ni muda rasmi tunapeleka hii experience kwenye maeneo mengine. Na sio tu pia ukuaji, kumekuwa kuna demand ya Five & Friends kwenye maeneo mengine kama Dar es Salaam, Arusha, pia hata Zanzibar. Maana tumetangaza tu Five & Friends ya Dar, kuna watu wa Zanzibar wanakuambia Zanzibar lini. Kwa hiyo tutafika maeneo mbalimbali, na vision ya Five & Friends sio tu kuishia Tanzania au kuishia Dar es Salaam. Ndio maana pia hatujaishia Mwanza. Umeona, ndio maana hatujaishia Mwanza. Ndio maana umeona tumeanza Mwanza, sasa hivi tunaenda Dar es Salaam, na tukitoka Dar es Salaam pengine tunaweza tukaenda Arusha au tukaenda Zanzibar. Baada ya hapo tunaweza tukaenda Nairobi, Kampala,
hivyo, na pia mtegemee siku moja kukutana na Five and Friends mpaka nje ya mipaka ya Afrika huko na sehemu zingine, either kama ni Ulaya au magharibi huko mashariki ya mbali tutafika. Kwa hiyo Five and Friends inakuja Dar es Salaam sasa hivi. Tarehe na venue nimeshaambia tutawatangazia. Tupo kwenye maandalizi na mikakati, tumeandaa timu nzuri kabisa, vision iko proper. Kwa hiyo Salam Mzizima ndo tukio ambalo linafuata. Hii hautakiwi kukosa, kwa kweli hautakiwi kukosa. Na kitu kimoja ambacho naweza nikawaambia watu ni kwamba yani kwa namna ambavyo mimi nilivyo na ubora kwenye swala la live performance, kwenye kutumbuiza wanasema ana kwa ana au kutumbuiza mubashara, sako kwa bako, kwa jinsi ambavyo nilivyo bora kwenye hilo eneo, usikose show yangu yoyote ile, yani kuanzia mwaka huu, kwa sababu mwaka huu kuna shows nyingi sana ambazo zinakuja. Siwezi nikawatajia hapa sasa hivi, lakini kuna shows nyingi zinakuja. Lakini jitahidi, fanya unavyoweza. Kama uko Dar es Salaam au hata kama uko nje ya Dar es Salaam, kama utaweza fanya namna usikose show ya Five and Friends, kwa sababu show ambayo naenda kupiga, experience ambayo tunaenda kukupa ni experience ya tofauti sana. Na kitu ambacho unatakiwa kujua kwamba wewe kama hadhira una faida nyingi sana ukija kwenye Five and Friends, kwa sababu Five and Friends imesukwa ikasukika. Kwa maana ipi? Sisi kwanza tulianza kwa kuangalia wasanii, lakini pia tukaangalia experience ya mtu ambaye anakuja kuhudhuria hili tukio. Kwa hiyo kwa watu ambao wameshaona Five and Friends, kuna experience mbalimbali. Mfano live painting, ukija hivyo umechora na nini, ondoka na canvas. Kuna michezo pia, huwa tunaweka games. Kwa mwanzo tulikuwa tuna michezo ya asili, tushaikuweka bao, lakini tukaweka game kama Carom au wanaita Keram. Tulikuwa tuna PlayStations pia. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam watu wategemee pia michezo mbalimbali, na nadhani kati ya michezo ambayo nimeifikiria kuna chess, tutakuwa na chess nadhani, lakini tutakuwa tuna board games hizi. Kuna washirika au kuna brands, kuna watu nataka tuwasiliane nao ambao watakuepo pia. Naamini kuna brand inaitwa Bongo Poli, nadhani watu watakuwa wameshaiona. Kwa hiyo tutakuwa na vitu fulani hivi ambavyo ni experience moja proper sana. Kwa hiyo ukija sio tu kwamba tunakuja kuangalia show yangu, unakuja kukutana pia na watu ambao unakuja kukutana na community, unakuwa ndani ya community, unakuja kushare experience na watu mbalimbali ambao watu mnaweza mkapeana fursa, mnaweza mkabadilishana mawazo, mnaweza ukafanya vitu vingi. Uweze jua pengine ukija kwenye Five and Friends unaweza kupata hata mpenzi. Kwa hiyo sio sehemu ya kukosa, sio event ya kukosa. Hata kwa hadhira tuna hiyo upande wa watu wa hadhira kuja kufurahi kwa namna yake, kwamba ukija kuna games kama nilivyokuambia, unaweza ukaangalia arts mbalimbali zilizopo, unaweza ukanunua pia sanaa zilizopo, merchandise. Mfano hii brand imekula hapa Msela Safi, shout out to Msela Safi. Msela Safi watakuwa labda na meza yao. Hatua kama kawaida, Hatua zitakuwepo, na kuna meza ya Hatua, kuna banda la Hatua, na brand nyingine ambazo unaweza ukazifahamu au ukazifikiria local brands zilizopo hapo. Alafu hapo kitu cha kukizingatia ni kwamba hii event imegawanyika sehemu kuu mbili. Sisi huwa tumeigawa hivyo. Hii event tumeigawa kwenye stage activities, on stage activities. Yani hizi ni zile sanaa ambazo zinalihitaji jukwaa. Mfano mimi ni mwanamuziki, mwanzilishi wa Five and Friends. Kwa hiyo kwenye on stage activities utakutana na performances za muziki, utakutana na mimi, utakutana na wasanii wengine ambao watakuwa perform. Probably nitawaletea Fredrick Muller. Fredrick Muller unatakiwa uje uperform kwenye Five and Friends. Taja dau lako, nimeshakwambia. Haya, utakutana na poetry. Poetry pia inahitaji jukwaa. Ushairi, stand up comedy. Comic Cliff ni kati ya watu ambao wameua sana kwenye jukwaa letu. Shout out to Comic Cliff bwana tu. Makofi kwake, kudos kwake bwana. Comic Cliff kaua sana, na kuna vijana pia wengine walikuja, nimewasahau majina, lakini
walitisha sana pia kwenye upande wa stand up comedy, ucheshi wima, beatboxing, midundo kinywa. Kuna watu wanaitwa Rock City beatboxing, waliua sana kina Yula beatboxing. So hiyo pia ni kati ya sanaa ambayo utakutana nayo kwenye sanaa za jukwani. Dancing, kucheza pia hivyo kama mtu na dance. Kwa hiyo utaratibu tutatoa wa namna ambavyo wasanii watashiriki. Kwa hiyo hicho pia kitu watu wanatakiwa wakijue kwamba kwenye on stage activity kuna hizo activity au hizo sanaa zinazohitaji jukwaa. Umeona? Kwa hiyo wasanii na watu ambao wanataka kushiriki wasubiri utaratibu. Maana nimekuwa nachikiwa mimi nitakuwepo, nitaperform. Yo, Five & Friends ni international platform, ni professional platform. Sisi hatu move tu ile kiniaje ni vipi. Utaratibu utakuja, watu mtaperform. Lakini kitu kingine pia hapo, ukiachana on stage activities, kuna off stage activities. Off stage activities hizi sasa ni zile shughuli zote au hata sanaa na kila kitu chochote utakachokutana nacho kwenye Five & Friends ambacho kiko nje ya jukwaa, akihitaji jukwaa. Kwa hapo kuna games, hapo kuna hizo meza za vendors, kwamba Msela Safi, Hatua, sijui Pai Music, Five & Friends unakutana na merchandise zao. Haya, ukiachana na hapo kuna hiyo live art, tuseme live art experience, kwamba watu wanachora na nini. Kuna hiyo networking, vinywaji, chakula vitakavyokuepo. Unajua experience tofauti ambazo zinakuwa hazihitaji jukwaa. Kwa hiyo ni kitu pia unatakiwa ujue kuhusiana na Five & Friends. So utaratibu zaidi utakuja kwenye kurasa ya Five & Friends, Five_and_friends pale Instagram na sehemu zingine ambazo tunatoa matangazo na taarifa kuhusiana na venue, kuhusiana na tarehe, lakini pia hata wito kwa wasanii ambao watakuja kushiriki na vitu vingine ambavyo vinahusiana na hii event inayofuata. Salamu zizima. Kwa hiyo usikose, kwa sababu nakuja kutoa statement na tunakuja kufanya kitu ambacho ni bora sana. Kitu kingine ambacho tunaweza tukakizungumzia ni mambo pengine pia yanayoendelea sasa hivi kwenye sanaa ya muziki hapa Bongo, especially upepo ambao unaendelea wa hip hop. Kumekuwa kuna upepo ambao upo bwana, hip hop inarudi, hip hop ina nini. Mimi bana nimekuwa mtu ambaye kwa muda mrefu napinga sana kwanza swala la mwaka wa hip hop. Mimi napinga hip hop haina mwaka. Mwaka wa hip hop ni ule mwaka ambao ilizaliwa 1520 Sedgwick Avenue, kina Kool Herc na Cindy Kembo na nani. Ile kwa 1973. Kama sio 73 72. Ila 73. Yes, usichanganye sana kati ya hizo. Nikikosea nitarekebishwa. Mara pili nimesahau. Lakini kama tutasema mwaka wa hip hop ni huo mwaka ambao hip hop ilizaliwa. Lakini 2026 ni kama watu sasa finally ni kama wameanza kuchoka. Watu wameanza kuchoka vitu ambavyo wamekuwa wakivisikia makelele na nini. Ndio maana watu wanaashumu kama ni mwaka wa hip hop sijui. Bro, hip hop ipo kila mwaka. Hip hop ilikuwepo 2025, ilikuwepo 2024, 23 na miaka mingine, na itaendelea kuwepo. Hip hop haijawahi kufa. Yaani ni kama mbegu iliyozikwa lakini imeanza kuchipua yenyewe. Kwa hiyo hip hop ipo, itaendelea kuwepo. Mimi nimetoa album inaitwa Tegemeo 2023. Classic album, bonge moja la album. Unasemaje mwaka wa hip hop ni 2026? Mbona ukisema mwaka wa hip hop ni 2023? So ni kwamba tu imetokea hiyo attention iliyotokea ikasababisha kila kitu ambacho kimeendelea sasa hivi, kwamba tension za freestyle rapper mkali nini wa comedians wameingia na nini. Hatukatai, lakini pia tuwakumbushe kwamba kazi za watu ziheshimiwe. Jamani, hip hop, rap, hii ni kazi yetu, ni career yetu jamani, inabidi iheshimiwe. Kwa sababu gani? Mimi leo siwezi nika mimi kitu ambacho anakifanya comedians au watu wengine. So kama mmeamua supportini kila siku, support kazi ambayo Fivara katoa, support kazi ambayo Fredrick Muller ametoa. Yani support kazi. Yani umetoka wimbo, share, tumia kwenye story, ufanyia content nini. Usisubiri eti tension kama hizi ndio useme eti tuna support hip hop, tuna push hip hop sijui nini. Hapana.
Lakini kitu kingine ni kwamba kama mmeamua kweli jamani, kama mmeamua, mimi natoa wito na rai, kama mtataka kufanyia kazi pia sio lazima. Neno langu sio sheria, kwa sababu wanasema pokea wito, wanasema ukiitwa, yani itikia wito alafu utakataa ambacho unaitiwa. Kwa hiyo mimi wito na rai ninayotoa ni kwamba kama mmeamua kusupport hip hop, mmeisupport kila siku, msirudi kwenye haya madubwasha ambayo mmekuwa mkiyasupport na kuyasikiliza. Kwa hiyo hii inaenda kwa mashabiki, inaenda kwa wadau, inaenda kwa vyombo vya habari, inaenda sijui kwa makampuni, taasisi, sijui nani, yoyote yule. Kama mmeamua kuisupport hip hop, isupportini kila siku, kwa sababu tunatoa kazi kali, maudhui makali kila siku. Mimi na album 2 na EP 3 na mixtape 1. Hivyo vitu vyote vimetoka kabla ya mwezi huu, kabla ya mwaka huu. Kwa hiyo ukisema mwaka wa hip hop ni 2026 na kwa sikuelewi. Japo pia mawazo yako na yangu pia sio mbaya kama tutatofautiana. Tunaweza tukakubaliana kutokukubaliana. Kwa hiyo hip hop isupportiwe kila siku. Nunueni kazi, fanyeni kustream ngoma, share ngoma, download ngoma, tokeeni kwenye events. Watu wanaandaa events mbalimbali, kuna events zipo zinaendelea. Tokea kwenye events, njoo kwenye event friends, hudhuria kama ni festival tumeandaa, bana, kampuni, taasisi, hata mamlaka pia, serikali. Jamani, leteni deals kwenye hip hop. Wana hip hop tunaweza tukaendorse vizuri vitu na tukafanya. Sasa nasikia wenyewe madini ambayo tunatema. Kama hip hop jamani inafundishwa vioni, kwa nini nyie mshinde kutuamini? Hip hop imeandikwa mpaka kwenye vitabu. Unajua hip hop ndo culture au genre ya kwanza Bongo kutoa wasanii ambao wameingia bungeni. Unajua, kwa hiyo wana hip hop tunaaminika vizuri, tunadhaminika vizuri. Kwa kama ni mikopo, sijui ni bima, ni endorsement, ni deals, leteni hivyo vitu. Unajua hivyo ndo vitu ambavyo hip hop inahitaji. Hip hop haihitaji tu makelele ya muda mfupi alafu baada ya muda mtoke muende kwenye vitu vingine, kwa sababu mimi Wabongo na wafahamu ambavyo walivyo. Wabongo bana ni watu waga wa upepo. Unajua kuna kipindi ilikuwa sijui kitu fulani watu wanakaa kwenye hicho kitu alafu baada ya muda wanakupotezea. Na ndo pia tulikuwa tunaongea hii kitu off mic kabla, kwamba kuhusiana na jinsi ambavyo sanaa inakuwa changamoto kwa wasanii wengi. Na ukimuona msanii ambaye amekuwa ana consistency kwa muda mrefu, inabidi umpe kongole. Kwa maana ipi? Ni kazi ambayo inahitaji ustahimilivu. Sasa imagine kama hivi ambavyo hip hop imepewa sasa hivi makelele, imepewa masikio na tension, alafu ije ikate, alafu pengine kuna mtu alikuwa yupo katikati hapa ambaye yupo kwenye hip hop, ni rapper ambaye amenufaika labda, alafu anashangaa upepo umekata anavyojisikia. So it's the same pia hata kwenye sanaa ambavyo watu wanajisikia sometimes. Kwa hiyo kama tunaamua kusupport hip hop, tuisupport. Hip hop ipo kila siku, albums zinatoka, EPs zinatoka, mixtapes zinatoka, watu wana products, wana t-shirts, wana kofia, wana hoodies. Hatua sisi hapa, mfano Hatua ni brand ambayo ndio ni ya kijamii. Sasa hivi ni Creative Social Impact Organization yenye brand ya mavazi na bidhaa nyingine ndani yake. Sisi Hatua tuna mpaka notebooks, tuna mabegi na bidhaa nyingine nyingi zinakuja. Kwa hiyo huna budi kusubiria eti kusema kwamba eti support vitu ambavyo vinaendelea, support kitu kikali, kwa sababu watu wa hip hop tumekuwa ni watu wa maudhui mazuri. Kwa hiyo mimi natoa rai hii isiwe tu isiishie 2026. Kama mmeamua tuendelee kila siku, tuendelee kila mwaka. So hivyo, naitwa Fivara, Fivara. Kifuate kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, kwenye majukwaa ya kidijitali ya kusikiliza ngoma, kuangalia ngoma na kadhalika. Jina ni hilo Fivara. Bidhaa mbalimbali pia zinapatikana kuanzia Hatua na kadhalika. Usikose Five & Friends salamu zizima ndani ya Dar es Salaam. Asanteni sana.